watu wa Dar es Salaam kwa takribani wiki 2 mfululizo tumekuwa tukinyukwa na joto kali, joto la hali ya juu, lakini Allah tabaraka wa taala anatuambia fa idha asaba bihi man yashau min ibadi idha hum yastabshirun, anapoiteremsha mvua ikawapata miongoni mwa waja wake, hakika wanakuwa ni wenye kufurahi. Na sisi tuna furaha kubwa kwa Allah mtukufu kulipoza joto na kuleta mvua kwetu. Sasa hivi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Babdeo Miladu TV. Timu nzima ya Babdeo Miladu TV imefunga safari kutoka huko ilikotoka mpaka kufika hapa mitaa hii ya Mwembeyanga huku Nitandika. Tumekuja kwa mtoto Hamis ambaye alipata umaarufu baada ya kuonekana akiwa pale kwa Mkapa kwenye mashindano ya Qur'an katikati ya mvua, huku mashindano ya Qur'ani yakiwa yanaendelea na kuhakikisha anasikiliza kila nukta akiwa pale kwenye mvua. Na baada ya hapo kuna clip ambazo zilitembea kwenye mitandao ya kijamii, mtoto huyu akiwa anatafutwa na watu mbalimbali ambao waliguswa na lile tukio, ambao waliingiwa imani pia na yule mtoto kutaka kumtafuta na kumpatia zawadi, wengine kumuona na mambo mengine kama hayo. Sasa sisi Babdeo Miladu TV tumemtafuta na tumepapata nyumbani kwao, na hapa ndio tumekuja. Ungana na mimi kwenda kwao Hamis. Za hapa. Salamu. Bwana, kwa wale ambao wafahamu, huyu ndiye mama yake Hamis. Mama, unaitwa nani kwa faida ya ambaye anatutazama? Naitwa Asia Omar. Asia Omar. Sawa, tumepata shida sana mpaka kufika hapa ili tu kuhakikisha kwa wale ambao walikuwa wanamtafuta Hamis basi wanampata. Nataka uniambie uliona wapi tangazo la Hamis kuwa anatafutwa baada ya siku ya mashindano ya Qur'an? Nimeona TikTok. TikTok? Baada ya kuona ulijisikiaje? Nijisikia furaha. Ilikuwaje ukaona? Ni ulikuwa unapita tu ama uliambiwa kuwa mwanao anatafutwa? Niliambiwa mwanao anatafutwa. Hamis yuko wapi? Mbona hatujamuona? Hamis huyu hapo anakuja. Hamis, njoo bwana, tumekuja kwa ajili yako, afu unakaa mbali bwana, upokei hata wageni. Kaa hapo Hamis. Bwana, kwa maana tunatazama, huyu ndo kijana Hamis ambaye siku ya mashindano ya Qur'an pale kwa Mkapa alikuwa ameonekana amekaa katikati ya mvua, huku mashindano ya Qur'an yakiwa yanaendelea. Na kwa wale ambao mlikuwa mnamtafuta, basi kupitia Babdeo Miladu TV tumeweza kumpata. Na baada ya hapa na imani utakuwa tayari umesharidhika na mambo mengine yataendelea. Mama, ni namna gani ambavyo umekuwa ukiishi na Hamis mpaka kufikia hatua ile? Watoto wenzake walikuwa wanakimbizana kwenye mvua, lakini yeye Hamis alikuwa amekaa pale pale. Ni siri ni nini? Siri ni anapenda kusikiliza Qur'ani na mashindano, na anapenda kuyafuatilia kwenda mara kwa mara. Hamis, sogea hapa tupige story rafiki yangu. Assalamu alaikum. Salaam. Angalia kamera. Mzima? Mzima. Hamis, una miaka mingapi? 8. Miaka 8? Unasoma darasa ngapi? 5. Shule gani? Mibulani. Wapi? Mibulani. Ile siku ya mashindano ya Qur'an pale, kwa nini uliamua kukaa kwenye mvua? Kwa sikiliza nini mashindano kusikiliza. Watu wengi sana walikuwa wanakutafuta kwenye mitandao ya kijamii. Ni nani alikwambia taarifa za wewe unatafutwa? Mama. Alipokuambia ulijisikiaje? Nasikia furaha. Kwa nini ulisikia furaha? Hamis, au kujiuliza kwa nini unatafutwa? Sikujiuliza. Sikujiuliza. Au kujiuliza? Baada ya yale mashindano ya Qur'an, ulivotoka pale, maana mvua ilikupiga na nini, haukuumwa? Sikuumwa. Sawa, nataka uniambie hali ya maisha ya hapa nyumbani wewe pamoja na mama. Baba yuko wapi?
kwake anakaa. Anakaa kwake. Kwake ni wapi? Sipajui. Kwa nini upajui nyumbani kwa baba? Sijawahi kuenda. Lakini huwa mnaonana? Hujawahi kumuona? Ndio. Haya, nirudi kwa upande wa mama. Mama Hamisi anasema hajawahi kumuona baba, na tumefika hapa hatujamuona baba. Baba yuko wapi? Babake hayupo, amefariki. Kwani Hamisi alikuwa hajui? Alikuwa mdogo sana. Na baada ya hapo hujawahi kumwambia? Sijawahi kumwambia. Kwa leo ndo anasikia. Hamisi, umesikia? Ndio. Umesikiaje? Babangu amefariki. Na mama hajawahi kuambia? Ndio. Unajisikiaje baada ya kuambiwa hapa sasa hivi? Nasikia huzuni. Unasikia huzuni? Ndio. Basi sasa usilie. Mama, nataka utueleze kwa uchache hali ya maisha ya hapa nyumbani iko vipi? Unawezaje kuwasomesha watoto wako? Una watoto wangapi kwani? Na watoto 7. Watoto 7. Unawezaje kuwasomesha watoto wako? Unawezaje kumudu maisha na mambo mengine kama hayo? Naweza kwa sababu mwenyewe najituma, napika chakula shuleni na napata riziki, ndo nawasomesha watoto wangu, nalipa na kodi. Watanzania wengi wamejitokeza kutaka kumsaidia Hamisi katika masomo yake na katika hatua zake za ukuaji. Pengine kwa haraka haraka ututajie namba zako za simu ambazo kila mmoja anaweza katuma mchango wake kwako. Watajie namba zako. Namba zangu 0715775103. Kwa wewe ambaye utawiwa kuweza kuchangia familia hii ya mamake Hamisi, unaweza ukawachangia kupitia hizo namba ambazo ziko hapo chini. Hii ina funzo kubwa sana kwa wewe ambaye utaamua kuitazama kama funzo, na kwa wewe ambaye pengine umekata tamaa, wewe ambaye kila siku unaomba dua zako Mwenyezi Mungu hajaweza kuzijibu, lakini nikwambie tu siku ya kujibiwa maombi ni siku moja tu, kama ambavyo mamake Hamisi maombi yake ya kila siku yaliweza kujibiwa pale ambapo alishiriki mashindano ya Qur'an na kupitia mwanae. Basi insha Allah biidhni Rahman mambo yote yataenda kukaa sawa. Kwa hiyo ambaye utaguswa na hili, unaweza kuchangia kupitia hizo namba ambazo zinapita hapo chini ili kuhakikisha familia hii inafurahia sikukuu ya Eid vizuri, lakini pia Hamisi anapata msingi mzuri wa ukuaji wake, masomo na mahitaji mengine muhimu. Mimi naitwa Farida Saif. Hii ni Babdeo Miladu TV. Tuko huku kwao Hamisi. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.